Edward Elias Buganga, mkurugenzi wa ukuzaji na maendeleo ya sanaa. Leo hii Baraza la Sanaa la Taifa tuko hapa kwenye Tanzania Photographers and Videographers Forum kwa kutoa mchango wetu kwa sapoti, lakini kuunga mkono jitihada zao za kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu yao kwa weledi, kwa kuzingatia maadili na kwa kuweka heshima kwa nchi kutokana na kazi yao ya upigaji wa picha za mnato pamoja na picha jongefu. Kwa nafasi hii kutoa wito kwa wapiga picha wote wa picha jongefu pamoja na picha za mnato kwamba wanao wajibu mkubwa sana kwenye eneo la maadili, kwa sababu picha zote ambazo zinaonekana kwenye mitandao ya kijamii lakini zinazoonekana kwenye vituo vyetu vya television ni picha ambazo zinatokana na kazi ya mikono yao. Kwa hiyo ni wasii waendelee kuzingatia maadili, lakini wakati huo kuhakikisha wanazingatia heshima ya nchi lakini utu wa mtu katika picha zote ambazo zinakwenda kwa jamii, ili kuhakikisha kwamba jamii yetu inapata picha zenye weledi, picha ambazo zinatoa habari iliyokusudiwa kwenda kwa walaji. Kubwa wanaoipata chama cha wapiga picha jongefu na picha za mnato ambao wameungana kwa pamoja ni kupata ushirikiano wa Baraza la Sanaa la Taifa katika kuhakikisha kwamba wanaendeleza vipaji vyao, lakini pia wanapewa miongozo ya kuwawezesha kupiga picha zenye maadili, picha ambazo haziwezi kuleta mtafaruku katika jamii, katika hadhira, lakini kuhakikisha picha zinazopigwa zinakuwa na maudhui yaliyokusudiwa kwa jamii na kwa tukio husika, ili kutengeneza imani kwa wananchi, lakini pia vile vile kuhakikisha kwamba picha hizi zinatumika vizuri na picha hizi zinakuwa ni kielelezo kizuri kwenye kujenga nchi, kujenga uchumi, kujenga jamii, lakini pia kuhakikisha kuendeleza upigaji mzuri wa picha kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Naitwa Rajabu Mchata na mimi ndio mwenyekiti wa jukwaa hili la wapiga picha wa Tanzania, ambapo kwa Kiingereza tunaita Tanzania Photographer and Videographers Forum, na hii ni mara yetu ya 3. Huu ni msimu wa 3, na nikienda moja kwa moja kwenye swali lako la msingi, forum hii ya 3 imezidi kuwa na mafanikio makubwa, kwa maana ya kwamba kwanza wale washiriki wamezidi kuwa wengi na wamezidi kujitokeza katika sehemu mbalimbali ya nchi hii. Watu wamesafiri usiku kucha kuja kuwahi tukio hili adhimu, na tumepata mambo mengi, kama kwa mgeni wetu rasmi ametusisitizia kuhusiana na maadili, hasa kuelekea kwenye kizazi kipya, kizazi kijacho tunatakiwa tukitengenezee maadili ambayo ni mazuri, na tumesisitizwa sana kuhusiana na maadili na picha, kwa sababu kwenye kila jambo linalofanyika utaangalia television, utafanya kitu gani, lakini nyuma ya siku, aliko nyuma ni photographer au videographer. Kwa hiyo tumesisitizwa sana kuhusiana na upigaji wa picha zenye maadili. Kitu chochote waga ni mgumu, na sasa hivi tumeweza, kama alivyosema mgeni rasmi, tumeweza kushauriwa tuwe tunazunguka mikoani, yani sisi ndio twende, sio wao waje huku, na hicho kitu kitawezekana kwa sababu tayari kuna wafadhili wameshajitolea tuzunguke sehemu mbalimbali ya nchi kuendeleza elimu. Na kubwa zaidi, leo hii tumepata fursa, kuna moja ya taasisi ambayo imetupa, tumeingia nao mkataba, tumeingia nao maelewano kwamba tunaanza kufundisha watoto wadogo walio chini ya miaka 18, na walimu ndo sisi ambao tuko kwenye jukwaa hili. Tutazunguka Tanzania nzima kutengeneza na kuwapatia elimu, ambapo mwisho wa siku tutapata kizazi kipya chenye maadili mema, na tunazingatia, tumesisitizwa na tumehimizwa sasa hivi tufundishe watoto wa kike na watoto wadogo kwamba hii ni fani ambayo ni pana sana.
Naitwa Hilda Ngaja, ni mkurugenzi wa shirika la Raising Up Friendship Foundation. Kwa kifupi RUFO ni shirika ambalo linajihusisha na masuala ya malezi na ulinzi wa mtoto, lakini vile vile masuala ya women empowerment na msaada wa kisaikolojia, pamoja na kutoa maudhui ambayo hayana ukakasi katika jamii au hayaporomoshi maadili yetu ya Kitanzania. Lakini vile vile kwa ushirikiano wetu huo tunaenda kutengeneza program maalum kwa ajili ya kuwatrain watoto, kuwafundisha watoto namna ya wao kuwa weledi lakini wenye maadili ya upiga picha na kuchukua video, kwa lengo la kuwafanya kwamba waweze kuiona hii tasnia kuwa ni ajira kwao na sio kitu tu cha mchezo kama ambavyo inaonekana sasa hivi inaendelea katika jamii yetu. Tuna klabu ya watoto wapiga picha. Klabu yetu ina watoto kuanzia watoto wa miaka 4 mpaka miaka 18. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba hiyo klabu ipo na ina walimu wa kutosha.